Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari unazungumzia, hawa ni klabu ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kimetangazwa leo hii. Unaambiwa klabu ya Simba Sport Club imefanya ubwela ndani kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Wameweza kuwapokonya kete dakika ya jioni kabisa, klabu ya Simba ikiondoka na nyota mkubwa kabisa ambaye kwa sasa ni miongoni mwa nyota ambao wanasifika kwa ubora mkubwa, huku ikielezwa kwamba amemalizana na wekundu Msimbazi Simba. Utakwenda kujua hapa nyota huyo CV yake iko vipi, ametokea wapi, rekodi zake ni zipi, kila kitu utakwenda kujua, kwa sababu taarifa kamili ambayo niko nayo hapa ambayo nimekusogezea kwa wakati huu, utakwenda kujua kila kitu kinachoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia kikosi cha hapa si wengine bali ni Simba Sport Club kwa kile ambacho kimetambulishwa leo hii. Ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumziwa, hawa ni klabu ya Simba Sport Club kwa kile ambacho leo hii, jambo kubwa kabisa, jambo la mnyama, jambo ambalo Simba Sport Club wakiliamua huwa alishindikani. Unafahamu ya kwamba nyota huyu alikuwa akiweza kuhusishwa na klabu ya Yanga kwa kipindi cha muda toka alipoweza kutua ndani ya ardhi ya Tanzania. Alikuwa akiweza kuhusishwa kujiunga nao, lakini nyota huyo ameweza kuichagua timu pendwa kabisa. Hapa nazungumzia Simba Sport Club kwa kile ambacho yeye mwenyewe ameweza kudhibitisha pamoja na uongozi wake kuweza kuweka bayana. Unafahamu ya kwamba Jonathan Soai aliweza kutua ndani ya kikosi cha Singida Black Stars, miongoni mwa timu ambazo ziliweza kumtambulisha katika soka la Tanzania. Sasa klabu ya soka ya Yanga, baada ya kuweza kuona mwenendo mzuri wa nyota huyo, inaelezwa ya kwamba klabu ya soka ya Yanga kwa haraka zaidi wakatuma maombi kuelekea katika klabu ya Singida Black Stars, wakiweza kuomba kumpata nyota huyo kunako katika dirisha kubwa la usajili. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wenyewe walipeleka maombi tu. Sasa hatimaye Mo Dewji ameweza kufanya ubwela kwa kuweza kwenda kulipia moja kwa moja kila kitu ambacho kinahusiana na mkataba wa Jonathan Soai kutoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Na unaambiwa misuli hii imeweza kutunishwa na tajiri Mo Dewji kwa kile ambacho kinachoendelea. Unaambiwa mshambuliaji wa Singida Black Stars, hapa nazungumzia Jonathan Soai, ameendelea kushika vichwa vya mashabiki wa soka kutokana na tetesi za kuanza kuwindwa na klabu kadhaa kwa ajili ya msimu ujao wa mashindano ambao ni msimu wa 2025-26. Licha ya kuwa jamaa ana mkataba na Singida Black Stars, lakini inadaiwa akili zake kwa sasa na kutaka kutua katika moja ya klabu kubwa hapa nchini, huku ikifichuka kwamba kuna bato kubwa imeibuka baina ya vigogo wa Simba pamoja na Young Africans. Ndiyo, kuna bato la maana linaloendelea nje ya uwanja kati ya Simba na Yanga, na safari hii sio kwa wachezaji au makocha, bali ni matajiri wawili wa klabu hizo wakichonganishwa na hapa nazungumzia mshambuliaji huyo anayeongoza hapa nazungumzia ongoza kwa mabao katika kikosi cha Singida Black Stars, lakini yupo katika mbio pia za ufungaji bora akiwa na mabao yake 12 katika ligi kuu, huku akiwa amecheza michezo 12 ambapo ametua dirisha dogo la usajili katika kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Singida Black Stars na kufunga mabao 12 katika michezo 12
ambayo amecheza. Kwa hiyo ana wastani wa kila mechi kuweza kufunga ama kutupia nyavu. Matajiri hao walioingia vitani ni bilionea Mo Dewji anayepambana vikali na mwenzake wa Yanga ambaye ni Ghalib Said Mohamed almaarufu GSM. Kila mmoja alipigana kivyake kuwania huduma ya mshambuliaji huyo wa Singida Black Stars ambaye inaelezwa hapa nazungumzia ambaye amechomoa kuongeza mkataba mpya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Singida Black Stars ili asepe zake. Fedha ambazo Singida Black Stars ama mchezaji wa Singida Black Stars Jonathan Soai amewekewa na klabu hizo mbili, ukiongeza na mvuto wa watani hao wa jadi, ni vigumu kwa mshambuliaji huyo kubaki ndani ya klabu yake ya Singida Black Stars kwa msimu ujao. Yanga ambao iko hivi, Yanga kupitia GSM wameweka fedha ndefu kwa Jonathan Soai kiasi cha shilingi milioni 400 akitaka kumpa mkataba wa miaka 2, ofa yenye mshahara hapa nazungumzia milioni 12. Ofa hii ndio kubwa kuliko zote ambazo zinazoenda pale. Hapa nazungumzia kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Singida Black Stars. Lakini kwa upande hapa nazungumzia upande wa Simba Sport Club, wenyewe Mo Dewji amekutana mara mbili na Jonathan Soai katika vikao vya siri, lakini ofa yake imebaki kuwa ni shilingi milioni 380, ila mshahara ndio uko juu ambapo atakuwa akipokea kiasi cha shilingi milioni 17 kwa mwezi. Unaona bana. Pia wakamjaribu kwamba akubali kusaini mkataba wa miaka 3. Sharti hilo la muda la mkataba ndio linalovutana, ambapo bado wanaonyesha kushawishika na ofa ambayo ipo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mchezaji yeye yuko tayari kwenda kucheza kokote, lakini klabu ya Simba inaendelea kuweza kumshawishi nyota huyo ajiunge na kikosi chao kwa ajili ya kung'ara kunako msimu ujao. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kushuhudia namna gani ambavyo Jonathan Soai anakwenda kuwa miongoni mwa nyota wapya kwenye kikosi cha klabu ya Simba, huku ikielezwa kwamba kuna mpango wa kuweza kusafisha kikosi cha Simba. Kwa hiyo kuna washambuliaji ambao wapo kwenye kikosi cha Simba, itabidi wapishe ingizo jipya la nyota. Hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni hapa nazungumzia Jonathan Soai ambaye tayari mambo yamekuiva huko ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Vipi umeipokeaje wewe kama mwana Simba kuhusiana na hili ambalo linaloendelea?